Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. Mtu akiwa yuko mtaani hajasafiri, anatamani sana kusafiri. Either aende afanye kazi Gulf, afanye kazi Europe, afanye kazi Amerika, afanye kazi Australia. Yaani kuko na ule mhemko. Anatamani sana naye pia labda anaona pale jirani kwao kuna mtu alisafiri na amekuwa successful sana, amejenga ni nyumba, labda ameanzisha business. Akiulizia ni nani, anaambiwa huyo jamaa alisafiri. Unaona? So na yeye anakuwa na hamu, mimi hii maisha ambayo napitia bana, mimi pia lazima nitoke hapa, nitoke kabisa, niende nikaangalie maisha mbele mbele. Hata kama kuko na videos ambazo zinaonyesha watu wakienda abroad wanateseka, lakini pia nayo yasema kila cho mtu kiko na njaa, wacha na mimi niende nikapambane. Unaona? So mtu kama yuko mtaa anakuwa na ile hamu sana ya kusafiri, sababu anajua akisafiri maisha yake yanaweza geuka. Wengi tunakuja huku looking for greener pastures. Tunajuazi tukishadunda huku, kama ni mshahara utaingia, utalipwa pesa yako, utajipangia mwenyewe. Maana ile pesa ambayo labda hata ukifanya kazi kule mtaani na ukilinganisha na ile pesa ambayo unalipwa huku, iko na utofauti sana. Unaona? Hata kama wewe ni skilled ama unskilled, kuko na tofauti kubwa sana. Wengine wanatamani ile, anaona watu wenye wamesafiri yale maisha wanaishi, anaona mtu yuko 24/7 online. So mtu naye anatamani aje hivi, aje ishi maisha hayo, awe yuko online mtandaoni, yuko kwa TikTok, kwa Facebook. Watu wengine wanatamani hivyo. Kuna watu wengine wanakuja huku sababu labda kule nyumbani ni mtu ambaye alikuwa anajiinvolve na madawa sana. Sasa anakuja huku kama rehabu. Unaona? Sababu ajua huku mambo na madawa, uraibu iko chini sana. Unaona? Na hata kama utaupata ni utumie pesa kweli kweli. Sio kama kule mtaani unapata tu kwa urahisi. So watu wakiwa mtaani huwa wako na ile hamu ya kuja hivi, na akishafika huku sasa reality inamhit. Akifika tu hapo airport mwanzo akishafika airport mwanzo, kitu ya kwanza uwezo usimuone huyo sponsor wako, sababu wajua ukija huku unakuja through sponsor sana sana. Sasa unaweza fika hapo airport, kitu ya kwanza ushafanywa checking mabagi yako, ukiangalia hivi sponsor hayuko, sababu huwa wale masponsor wamesimama pale ambapo wasafiri wanaingia pale, washakuwa cleared, wameshikilia placard, wako na kama placard hivi inaonyesha jina ya huyo sponsor. Sasa wewe utatupa macho hapo uangalie sponsor wako, umuoni, unaanza kupanic tayari. Unajua sasa hapa nishaingia nchi ya wenyewe hapa, sababu haujui hiyo nchi iko vipi, kama ni any of these Gulf countries, kama ni Qatar, Dubai ama Saudi Arabia, haujui nani atakupokea ama haujui hiyo nchi. Sasa inabidi utulie pale airport. Unaweza kaa hapo airport hata kama ni masaa 8, unasubiri huyo sponsor mpaka aje ndio akuchukue. Unaona? Hiyo tayari unajua tayari hapa nishaingia nchi ya wenyewe. Unaona? Ama unaweza chukuliwa pale airport kapelekwa camp, bado haujakula, uko na njaa, sababu ile chakula ya ndegeni si ati ni chakula ya kuwa ule ushibe. Unaona? So unaweza kuwa uko na njaa, ukachukuliwa ukapelekwa camp, hakuna chakula, haujapewa chakula. Sasa ile raha ya kuwa unataka kusafiri tayari inakuwa deflated.
all of a sudden unajua kumbe hapa sasa nimekuja nchi ya wenyewe. Sasa watu huwa wanakuja na kazi tofauti tofauti. Kuna wale watu wanakuja na skilled labor, unskilled labor, unaona? Kuna watu wanafanya kazi nzuri nzuri na wanalipwa mishahara mizuri, na kuna watu wanakuja na hizi unskilled labor kama ni domestic workers, hizo ambazo hazihitaji mambo mengi, unaona? So kama ni watu kama domestic workers au wanapitia mambo mengi, though kila mtu hapa lazima kuko na challenge moja ambayo anapitia, lakini wale madomestic worker wanakapitia. Hata huwa nikiangalia venye huwa wanaongea katika mtandao, unajua hawa watu wanapitia, sababu mwanzo anaweza apate tajiri mzuri ama tajiri mbaya, unaona? Sababu wale wanaishi na huyo tajiri kwa nyumba, wanafanya kazi ndani ya nyumba, anaishi na yule tajiri. Sasa akipata tajiri mzuri vizuri, akipata tajiri mbaya kinaweza umana hapo, kinaweza umana. Hata unapata wengine anaweza piga kama ni miezi 6 akahepa. Ndo munasikia hii jina Kemboi. Kemboi ni mtu ambaye alikuwa kwa contract vizuri, lakini akaona labda mambo hayaendi venye alikuwa na expect, akala kona. Huyo domestic worker anatekana ajifunze lugha. Lazima ujue kuongea hii lugha ya hawa local, sababu hiyo ndio lugha ya nyumbani. Wewe umekuja, lugha ambayo unaongea ni Kizungu na Kiswahili, na saa pale ndani ya nyumba ni Kiarabu. Unaona? Hiyo ni challenge nyingine ambayo utaiface. Lazima ujue kuongea Kiarabu. Wengi hawa madomestic worker akimaliza kama ni mwaka mmoja ashajua kuongea Kiarabu. Unaona? Sababu hiyo ndio lugha ambayo inatumika pale nyumbani. So unapata pale kwa nyumba kuna kama mistreatment, unaongeleshwa vibaya, umepika chakula vibaya, unatukanwa. Wengi huwa wanalia ile miezi ya kwanza wanalia sana, yani anafikiria, yani nimetoka nyumbani kuja kutukanwa hapa. Na ukiangalia watu wengine ni watu na watoto, mtu ako na watoto kama 3, anatukanwa na kitoto kidogo tu kinamtukana. Sasa ile pain, wengine wanakatazwa chakula, wengine wanapigwa, wengine wanasingiziwa amefanya kitu fulani na hakufanya. So ni vitu vingi ambavyo huwa wanapitia, ama in general sisi watu ambao tuko huku Gulf tunapitia vitu vingi. So ukiwa mtu hajasafiri huwa yuko very excited, yataka kusafiri, lakini akishafika huku sababu ya hizo challenges ambazo mtu anaziface, anataka kurudi zake home. Anasema nikimaliza hii contract mimi narudi zangu home na sirudi tena huku. Ukiwa haujasafiri unataka kusafiri, na ukishasafiri ukiona zile challenges, unasema nikimaliza hii contract yangu mimi naenda home. Ama kuna wengine hata hawamalizi contract, either na Kemboi anahepa, ama wengine anaweza akageuza kampuni kama mambo yake yameenda vizuri. Kwa hivyo guys, tusijudge watu. Ulimwona alikuwa excited akiwa anasafiri, alafu baada ya muda unamuona ana complain. Ni zile challenges ambazo mtu anapitia akiwa amesafiri. Until next time, peace.